Mambo ni mengi kweli kweli. Hii ni baada ya Simba mpaka sasa hivi kupoteza makombe mawili ambayo walikuwa wakishiriki. Hapa ninazungumzia kwenye upande wa kombe la CRDB, lakini pia tunafahamu hata kwenye upande wa kombe la shirikisho mambo yalikwenda ndivyo sivyo. Sasa kupoteza makombe hayo mawili yameibua sasa mambo mengi ndani ya klabu hiyo, huku Mo Dewji akikutana na uongozi pamoja na wachezaji, lakini pia mengine wakijadili wao binafsi kuona ni namna gani ambavyo wataitengeneza Simba ambayo itakuwa imara kuelekea msimu ambao unafuata. Lakini kabla sijakupatia taarifa hii kiundani, ni kukumbusha tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Katika hali isiyotarajiwa na ambayo imeibua hisia nzito miongoni mwa mashabiki wa klabu ya Simba, ni baada ya mfadhili mkuu wa klabu hiyo Mo Dewji kuitisha kikao kizito na benchi la ufundi kwa ajili ya kujadili mustakabali wa timu hiyo baada ya msimu huu kuonekana kwamba mambo yamekwenda vile ambavyo hawakufikiria. Kikao hicho ambacho kiliweza kufanyika kwa faraga kimeripotiwa kuwa na ajenda nzito kuhusu mwelekeo mpya wa klabu, lakini pia tathmini ya kikosi kilichopo na hatua za haraka zinazopaswa kuchukuliwa ili kurudisha heshima ya klabu ya Simba ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika kutoka ndani ya klabu hiyo, kikao hicho kimepelekea kuongezwa kwa majina zaidi kwenye orodha ya wachezaji ambao wanatarajiwa kuachwa baada ya msimu huu kumalizika. Ni baadhi ya wachezaji ambao wameweza kutajwa ni pamoja na kiungo Agustino Okejefa ambaye msimu huu umekuwa sio mzuri kwa upande wake, lakini pia Kevin Kijiri naye pia ametajwa kwenye orodha kati ya wachezaji ambao wataachwa, lakini pia kiungo Omari naye pia hajaweza kuonyesha kile ambacho wengi walikuwa wanakitarajia. Wakati huo pia Mzamiru Yasin naye msimu huu umekuwa ni mbaya kwake, ameshindwa kabisa kufurukuta kuweza kupata nafasi ndani ya klabu hiyo. Wakati huo pia Edwin Balua naye anatajwa kuondoka ndani ya klabu hiyo, pamoja na goalkeeper Ayub Blackred ambaye yeye kwa upande wake hakusajiliwa sehemu yote msimu huu kutokana na majeraha, hivyo mkataba wake utakuwa umemalizika. Huku pia kwa upande wa klabu ya Simba wakitazama Debra Fernandez Mavambo ambaye aliweza kuanza vizuri, lakini mpaka sasa hivi inatajwa kwamba huenda akaondolewa ndani ya klabu hiyo na akatazama mchezaji mwingine. Wakati huo pia goalkeeper Hussein Abel naye pia ni mmoja wa wachezaji ambao wanatajwa kuondolewa ndani ya klabu hiyo baada ya msimu huu kumalizika. Orodha hii ambayo huenda isiwe ya mwisho imeoduaza mashabiki wengi, hasa ikizingatiwa kuwa baadhi ya majina haya ni wachezaji ambao walikuwa wakichukuliwa kama nguzo katika kikosi cha Simba kwa vipindi tofauti tofauti. Inadaiwa kuwa Mo Dewji amekasirishwa na mwenendo wa timu kwenye michuano ya ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la FA, na hasa kutolewa mapema kwenye mashindano haya ambayo kwa upande wake anaamini kwamba alistahili kuweza kufanya vizuri zaidi. Lakini pia aidha kwa upande wa benchi la ufundi chini ya kocha mkuu Fadlu Davis ilipewa maelekezo madhubuti ya kuhakikisha usajili ujao unalenga wachezaji wenye viwango vya juu, wakomavu na wenye njaa ya mafanikio. Pia swala la nidhamu, maadili kwa upande wa wachezaji na kujituma kazini limepewa uzito wa kipekee. Taarifa zinaeleza kuwa baadhi ya wachezaji waliopo kwenye hatihati ya kuacha walishindwa kuonyesha ubora kwa msimu huu, huku wengine wakitajwa kuwa chanzo cha mgawanyiko wa kiutendaji ndani ya kikosi hicho. Mashabiki wa upande wa klabu ya Simba sasa wanasubiri kwa hamu kuona ni hatua gani ambazo zitafuata, na iwapo kutakuwa na usajili wa majina makubwa kutoka ndani au nje ya nchi, hali ya hewa ndani ya Msimbazi itakuwa iko tulivu zaidi, kwa sababu wanatazama ni namna gani hasa ambavyo watapata timu ambayo ipo kwenye ubora wa hali ya juu. Ya maana kwamba mambo yapo namna hiyo ndani ya klabu ya Simba. Simba inaendelea kutengenezwa chini chini kwa ajili ya kuboresha zaidi. Unadhani ndani ya msimu kwa hiki ambacho wameweza kukitoa kwa upande wa klabu ya Simba, unadhani hakustahili mpaka hapa ambapo wamefika? Toa maoni yako nami nitayapitia. Shukrani.